Ni nani aliyeelekeza kusamehewa kodi hii wakati wananchi wanyonge huku wanatozwa kodi? Pia natiania kuzuia fungu la P01. Kila mtu analalamika, Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote, na mimi naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha asubuhi hii kukutana hapa katika kuendeleza wajibu wetu wa kuwatumikia wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi naomba nijielekeze kwenye mchango wangu sababu ya uchache wa muda katika maeneo manne. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la mwanzo ambalo naomba nianze mchango wangu ni katika eneo la sekta ya bandari, na hususan katika bandari zetu ambazo tunazo hapa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa miaka mitatu ya hivi karibuni tumeshuhudia maelezo mengi ya serikali ambayo yamekuwa yakitolewa katika uendelezaji pamoja na uhudumiaji wa bandari hizi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, maswali yamekuwa mengi kwa wananchi kwa sababu ya uendeshwaji wa bandari hizi na mifumo serikali inayotumia katika kuendesha bandari hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza katika bandari ya Malindi, Mheshimiwa Waziri, naomba sana kwanza utakapokuja hapa utueleze kwamba mpaka sasa shirika la bandari la Zanzibar lina mikataba mingapi na kampuni binafsi za kuendesha bandari zetu hapa Zanzibar. Lakini jengine, Mheshimiwa Mwenyekiti, thamani ya mikataba hiyo ni kiasi gani ambayo shirika la bandari imeingia na makampuni binafsi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niliwahi kuuliza katika baraza hili kwamba wakati serikali inafikiria kumpa mwekezaji huyu tunayeambiwa anaendesha bandari ya Malindi kwa maana ya AGL, niliuliza katika baraza hili kwamba serikali ilifanya ukaguzi gani wa kwenda kuikagua kampuni ile kabla hawajaingia mkataba wa kumpa uendeshaji wa bandari. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niliuliza suala hilo kwa kufahamu kwamba lazima serikali ikaangalie due diligence ya kampuni ambayo inakwenda kumpa, ufanisi wake na uwezo wake wa kifedha. Leo tumeingia, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kadhia kubwa ambayo tunayo katika nchi hii ni katika gateway ya bandari ya Malindi. Kila mtu analalamika, Mheshimiwa Mwenyekiti. Leo mfanyabiashara analalamika, mwananchi wa chini analalamika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jengine ambalo katika bandari hiyo ya Malindi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambayo kuna mwekezaji huyu tunaambiwa ni AGL, umeanzishwa kampuni ya ZMT. Mheshimiwa Waziri, naomba sana utakapokuja hapo utuambie kampuni hii ya ZMT inamilikiwa na nani, na ikiwa inamilikiwa na mwekezaji na serikali, ni kwa hisa za asilimia ngapi serikali inamiliki kwenye kampuni hiyo? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliambiwa hapa kwamba lengo kuu la kubinafsishwa bandari ilikuwa ni kuimprove efficiency. Lakini kwa masikitiko makubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia trending ilivyo ni sawa sawa na kama hiyo efficiency haijapatikana. Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii na kigezo kipo, ni mwaka jana mpaka mwaka huu ziko meli zinafika hadi wiki hazijapata ukuta katika bandari ya Malindi. Hiyo efficiency tuliokuwa tunaikusudia, Mheshimiwa Mwenyekiti, iko wapi? Lakini jengine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla mwekezaji hajapewa bandari hii kulikuwa kuna mfumo wa e-port na uligharimu pesa nyingi, pesa za wananchi wa nchi hii. Lakini mwekezaji kaukacha mfumo ule, hautumii. Fedha za wananchi wanyonge zimetumika pale. Mheshimiwa Waziri, naomba sana utakapokuja hapa utuambie
ni sababu gani zilizofanya mfumo ule ukaachwa kutumika na fedha za wananchi zimeshatumiwa. Lakini jengine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kusamehewa kodi ya corporate tax mwekezaji wa ZMT. Zipo taarifa. Ni nani aliyeelekeza kusamehewa kodi hii wakati wananchi wanyonge huku wanatozwa kodi kila siku? Mheshimiwa Mwenyekiti, jengine ni kupanda kwa gharama. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama ambazo zimepanda leo kwa kontena ya 40 feet, mfanyabiashara anatakiwa kulipa wharfage kwa ZMT ambayo ni wastani wa dola 150, lakini vile vile anatakiwa alipe transfer ya kupeleka ICD dola 65, lakini kuna show handling charge analipa bandarini kwa ZMT dola 85, lakini anakwenda kulipa tena ICD show handling charge dola 105. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfanya biashara hapati hasara, anayeenda kuumia ni mwananchi mnyonge wa nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naweka nia ya kuzuia fungu la P02 mpaka pale ambapo Mheshimiwa Waziri nitapata maelezo ya kina juu ya sababu gani zinazopelekea mwekezaji huyu wa ZMT wa AGL kupitia kampuni yake ya ZMT kulindwa na serikali hii. Tuliambiwa hapa kwamba tumehaya consultant ambaye anatushauri juu ya matatizo ya mwekezaji huyu. Matatizo gani mnayoyataka serikali hii? Wananchi wanalalamika na wafanyabiashara nje. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mchango wa bandari naomba nijielekeze kwenye bandari ya Mkoani. Mheshimiwa Waziri, ziko taarifa zinasema kwamba bandari ya Mkoani amepewa Fumba Port. Unataka uje utueleze hapa amepewa kwa gharama ya kiasi gani, lakini vile vile uboreshwaji pamoja na gharama zinazotumika kwenye ujenzi unaotumika sasa hivi ni gharama za mwekezaji ama ni gharama za serikali? Naomba maelezo Mheshimiwa Mwenyekiti kwenye hilo kwa haraka. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia natiania kuzuia fungu la P01 Mheshimiwa Mwenyekiti kwenye ujenzi wa barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo la kujenga barabara linawezekana ni zuri, lakini kuwaumiza wananchi wanyonge, hilo ndo lengo baya. Mheshimiwa Mwenyekiti, miradi hii pameelezwa hapa wachangiaji kwamba mitaro haitoi maji hivi ni kwamba tunajenga barabara, hatukuwa na feasibility study ya kujua kwamba tunahitaji barabara ya aina gani, uwezo gani, na je mitaro itahimili vipi, ni kwamba maji yanaelekea wapi, ni kwamba sisi tumejijengea tu nchi hii, hatukuwa na feasibility study ya kujua hii miradi tunaoijenga. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa, nazuia fungu hili hadi pale tutakapopata maelezo ya gharama za ujenzi wa barabara za ndani na zile barabara kuu ni kiasi gani, na mpaka sasa hivi imeshagharimu serikali kiasi gani kulipa wakandarasi hao wanaojenga. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, nazuia fungu la P03. Nazuia fungu la P03 Mheshimiwa Mwenyekiti kwa sababu ya kadhia ambayo ipo sasa hivi kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa wakala wa usalama na usafiri barabarani, tumesema kila siku, wamekuwa ni kero kwenye nchi hii. Wamekuwa wakitoza kodi kwa wananchi bila hata kuakisi maisha yao. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, anakamatwa muendesha bodaboda, anatolewa control number ya shilingi 400,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali hii ambayo tunasema kwamba rais anawapenda watu wanyonge, anawapenda wananchi wake, 400,000. Kosa nini? Amepaki kwenye kijiwe. Sio amekamatwa barabarani Mheshimiwa Mwenyekiti, amepaki kwenye kijiwe. Juzi hapa pametolewa mfano, waheshimiwa, gari ya Baraza la Wawakilishi yenye namba za SMZ imekwenda kuvuliwa namba. Jinsi ilivyokuwa kero mamlaka hii. Mheshimiwa Waziri, naomba sana utakapokuja hapa utuambie ni lini serikali itazipitia kanuni zile ambazo zimekuwa kero kwa wananchi wa nchi hii. Lakini jengine Mheshimiwa Mwenyekiti ni katika sekta ya anga. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana
Mheshimiwa Waziri atakapokuja hapa atuambie mradi unaoendelea sasa hivi katika Terminal 2 airport ya Abeid Amani Karume unagharimu kiasi gani. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ipi commitment ya serikali juu ya kampuni ambazo zilikuwa zikifanya huduma za handling pale za wazawa wa nchi hii? Tunafahamu kwamba baada ya kumalizika Terminal 3, kampuni ambazo zilikuwa zikitoa huduma za wazawa ziliondoshwa bila ya kufuata utaratibu wa sheria zinavyotaka za mamlaka ya anga Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliambiwa hapa imeletwa kampuni ya Dinata. Tukiuliza ni utaratibu gani ambao ulipatikana kwenye kampuni ya Dinata, hapa tunaomba maelezo ili tupewe. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni za TCA zinasema kwamba na sheria kwamba kampuni inapokuja kutoa huduma kutoka nje lazima 35% ziwe zinamilikiwa na mzawa. Mheshimiwa Waziri, naomba sana utakapokuja utuambie kwamba ni asilimia hizi 35 zinamilikiwa na nani raia wa Zanzibar wa nchi hii. Lakini jengine Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwenye status ya mapato. Naomba sana Mheshimiwa Waziri utakapokuja utuambie ni mgao wa kiasi gani unaopata serikali kupitia uendeshaji ule wa Dinata katika airport ya Terminal 3. Lakini la mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti ni malalamiko ya fidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba Mheshimiwa umalizie kwa sababu dakika karibu 2 umeongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho ni malalamiko ya fidia. Mheshimiwa Waziri, kumekuwa na malalamiko ya fidia kwa wananchi wa jimbo langu ambao wamepisha ujenzi wa barabara ya Kenya kwa Mtora kwenda Ukutini. Leo imefika mwezi wa 6 Mheshimiwa Mwenyekiti, wengine wamepigwa picha lakini bado hakuna status yoyote ya kuitwa ama kuambiwa kwamba wameingizwa katika mfumo wa fidia. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, naomba utakapokuja hapa unipe maelezo juu ya status ya fidia kwa barabara ya Kenya kwa Mtora, lakini vile vile barabara ya Mzingani ambayo inakwenda Wambaa na kwenda kwa Azani na Kutukuu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi siungi mkono hoja mpaka nitakapopata maelezo kutoka kwa Mheshimiwa Waziri.